Miongoni mwa taarifa ambazo zinaendelea kuteki headlines katika mitandao ya kijamii ni sakata zima la mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundu Lissu, ambaye kwa sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini. Ametangaza kugoma kula akiwa gerezani kama ishara ya kutaka haki itendeke. Mwanahabari, karibu katika channel yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari zaidi za kitaifa na kimataifa na zile habari ambazo zimeweza kutokea hivi punde, utaweza kuzipata hapa katika YouTube channel yako hii. Nikombe usisahau kusubscribe, share, like na kucomment ili uweze kuwa mwana familia. Taarifa ambazo zimeweza kutufikia siku hii ya leo katika meza yetu ya habari ni taarifa kuhusu Tundu Lissu kuanza mgomo wa chakula akiwa gerezani. Mwenyekiti huyo wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, ambaye kwa sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini, ametangaza kugoma kula akiwa gerezani kama ishara ya kutaka haki itendeke. Wakili wa Tundu Lissu, Peter Kibatala, amebainisha kuwa atasusa kula hadi pale atakapoona haki inatendeka. Anaanza kususia kula chakula sio kwa sababu nyingine, anataka haki itendeke, alibainisha Kibatala wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Bali na shitaka la uhaini, anatuhumiwa kwa kuchapisha taarifa za uongo kuhusu kuharibiwa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024, kutumika kwa polisi kuipa kura na majaji kutotenda haki kwa kuwa ni wateule wa rais. Lissu alikamatwa mara baada ya kumaliza mkutano wa hadhara mkoani Ruvuma, kusini mwa nchi ya Tanzania mwezi uliopita. Akiendelea kunadi msimamo wa chama hicho, no reform no election. No reform no election ni msimamo wa kisera wa chama hicho uliopitishwa na kamati kuu katika kikao chake cha Disemba 2 na Disemba 3 mwaka 2024, unaodai kuwa Chadema haitoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu kama hakutafanyika mabadiliko ya kimfumo katika uchaguzi, ikiwa ni pamoja na marekebisho ya katiba, sheria na kuhakikisha kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi. Hata hivyo, taarifa zaidi ziliweza kuthibitisha kwamba Lissu na chama hicho unaeleza kwamba uchaguzi hautafanyika nchini humo kama marekebisho wanayodai hayatafanyika. Kesi dhidi yake inatarajia kusikilizwa tena Mei 6. Mwanahabari, nikushukuru sana. Hizi zilikuwa ni taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, ambaye kwa sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini. Sakata zima la kugomea kula akiwa gerezani kama ishara ya kutaka haki iweze kutendeka. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Nikuombe wewe ambaye unatazama video hii na bado haujasubscribe, bonyeza alama ya neno subscribe ambayo ipo chini ya video yako ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila ina taarifa pale ambapo tunakuwa tumepandisha taarifa hizi hewani. Kutokea hapa sina la ziada. Nite Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Mpaka wakati mwingine, nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.